Kwenye kikao hiki tunaye Mheshimiwa Ntobi, alikuwa mwenyekiti wa chama cha Chadema mkoa wa Shinyanga. Alikuwa nguli wa siasa. Huyu ameshika miaka 5 kuchukua kata kubwa kabisa ya Ngokoro akiwa diwani wa kuchaguliwa. Lakini pia amekuwa mwanasiasa wa muda kwa mkoa wa Shinyanga. Sasa kwa kweli tumepata mtu sahihi sana. Kwa hiyo ni vizuri sasa akaonekana, lakini pia ajieleze yeye mwenyewe, kwa sababu ninamwamini ni mtu sahihi kabisa na ana uwezo wa siasa na anafahamu matatizo ya Watanzania, lakini anafahamu matatizo ya Wanashinyanga, lakini pia na kata ya Ngokoro. Kwa hiyo ni vizuri atasema yeye mwenyewe nini kimemsukuma kuja huku, lakini pia ameonaje, maana vyama viko vingi, vyama viko 10 na ngapi hivyo, lakini ameona chama sahihi ni hiki, akaamua kufika hapa. Kwa hiyo ni vizuri sasa akajieleza mwenyewe ili muweze kumsikiliza, lakini pia waambie wanakanda ya dhahabu pamoja na Watanzania wote kwamba tumepata nguli wa siasa katika mkoa wa Shinyanga na kanda nzima ya dhahabu. Mwenyekiti wa Chadema mkoa wa Shinyanga toka 2019 mpaka 2024 na nikaja tena nikachaguliwa kuwa kiongozi mwenyekiti wa mkoa tena 24 mpaka 25. Na wakati nikiwa mwenyekiti niliwahi kuwa diwani wa kata ya Ngokoro katika manispaa ya Shinyanga 2015 mpaka 2020. Lakini nilipokuwa diwani kupitia tiketi ya Chadema nilichaguliwa kuwa mwenyekiti wa umoja wa madiwani. Sio huku mnaita kanda ya dhahabu, kule kuna kanda ya Serengeti yenye mikoa ya Simiyu, Shinyanga na Mara. Kwa hiyo tulikuwa na madiwani kipindi hicho, madiwani 140. Mimi nilibahatika kuwa mwenyekiti wa madiwani hao, na tulikuwa tuna halmashauri mbili, halmashauri ya Tarime vijijini na halmashauri ya Serengeti. Kwa zote zile nilikuwa nazisimamia na nikawa mjumbe wa vikao vingi tu vya chama. Lakini pia nilikuwa mbeba begi wa Freeman Mbowe, wengi wananifahamu. Nilikuwa mbeba begi mnaita hivyo. Kwa hiyo anasema chawa, hapana sikuwa chawa. Nilikuwa msaidizi wake wa karibu kwa namna moja ama nyingine. Waheshimiwa mwenyekiti na viongozi, nisiwapotezee muda. Tarehe 3 ya mwezi huu wa 6 nilijiunga rasmi na ACT Wazalendo makao makuu ya chama na nikapokelewa na katibu mkuu wa chama ndugu Ado Shahidi. Lakini leo pia imependeza mwenyekiti na mjumbe wa kamati kuu wa kanda ya dhahabu kunialika katika kikao hiki. Nimeona ndugu zangu, nimeona wajumbe wa kanda ya dhahabu, nimesikia changamoto na namna mnavyoendesha utamaduni wa vikao. Kwa kweli naona sijajuta kuja kujiunga kwenye chama. Mnaonekana dhamira zilivyo. Hatizuri nimekutana na watu mchanganyiko, kuna mwalimu hapa kaongea vizuri, na ukweli sasa hivi ni muda wa ACT Wazalendo kushine kuliko chama chochote. Kwa sababu ACT Wazalendo Zanzibar ni chama namba 1. Sasa hivi Tanzania ukisema chama namba 2 after CCM ni chama cha ACT Wazalendo. Na hapa tunasema tu kisiasa, kiukweli ACT itakuwa ni namba 1 kwa sababu CCM bila mbeleko ya dola hawana chama chochote. Nimeshuhudia mmekuwa na mtandao na nimefurahi zaidi. Sikuwa nafahamu kabisa ile organization kama na nyie mna kitu kinaitwa kanda. Na baya zaidi jina mkaliita kweli kanda ya dhahabu. Na 90% ya wakazi wa kanda hii yenye mikoa Geita, Kahama, Shinyanga na Simiyu, shughuli zao nyingi ni za madini. Na imani kama tukiwapambania tutakuwa tumepambania taifa la msingi sana katika nchi. Kwa ujumla wake mikoa hii 4 inaongeza kuongeza pato la taifa nyingi sana fedha, sina takwimu, lakini tukiongea hii ya juzi tu takwimu iliyopo, kwa kweli tumepata takwimu ni kubwa ya mikoa hii inavyoingiza fedha za kigeni kupitia dhahabu na kupitia madini. Kwa hiyo na imani kuliita kanda hii jina zuri la dhahabu, niwapongezeni sana. Mimi mheshimiwa mwenyekiti na uongozi mnifikishie taifa shukrani za kunikaribisha, lakini shukrani wakati nimefika Shinyanga juzi nikapata taarifa nimeteuliwa kuwa naibu waziri wa habari, mawasiliano na teknolojia. Sasa mimi kwa siku chache hapa tutafanya, nimeendelea kuwasiliana na mawakili
mbalimbali wa ndani na nje ya nchi, tujaribu kuishtaki serikali ya Rais Samia kwa ukiukwaji na kufungiwa kwa mitandao ya kijamii. Tunavyoongea sasa hivi katika sekta hii ya habari imefungiwa mtandao mmoja maarufu unaitwa mtandao wa X ambao zamani kama Twitter. Na umefungiwa tu kwa sababu ya vijana wa Kenya walivyokuwa wanamshambulia rais, serikali ikaona ishusha. Lakini hivyo ni kuminya uhuru wa habari na uhuru wa kuongea ambao tumepewa kwa mujibu wa katiba yetu. Ibara ya 18 ya katiba yetu inaturuhusu kutoa maoni na mawazo mbalimbali. Hivyo tunashauriana ndani ya siku 14 tutafungua shauri hili, na uzuri tutakaa kwenye kanda yetu hii ya dhahabu, tutafungulia mahakama kuu hapa Shinyanga ili serikali iweze kufungulia watu watoe maoni yao, watu wapokee maoni yao, na watu hakikishie tunapoenda kwenye uchaguzi mkuu wasifungie mitandao mingine ya kijamii ambayo kwetu sie ndio imekuwa sehemu au jukwaa la kuweza kutoa mawazo yetu mbadala. Ninawashukuruni sana, ninashukuru kunialika na kushukuru mwenyekiti na watu wote, asanteni sana. Tuongea zaidi tukipata muda mwingine. Mimi kwa jina naitwa Shera Kaeza Nyakaki. Huyu Mtobi ni kijana wangu, nimemfundisha siasa na hakuona pengine pa kuenda, akaona kwamba aende kwa nguli wa siasa za upinzani ili imarike zaidi. Na hiyo ndio hali ambayo tunamjenga, aelewe kwamba amehamia chama ambacho kina mtazamo tofauti na huko alikotoka. Lakini kama ulivyomsikia anasema kabisa kwamba kumbe nimeenda sehemu sahihi na wala sitajutia. Yeye tumempokea na tunamwelekeza ya kufanya, na ikibidi agombee yeye mwenyewe. Sisi hatuna mwanachama wa zamani au mpya. Mwanachama ni mwanachama tu. Ukiwa mwanachama, haki zote za chama zinakuwa zako. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.